Klabu ya Young Africans maarufu kama Yanga Sports Club imeingia katika mjadala mkubwa wa soka nchini baada ya kutangaza rasmi kuachana na kocha mkuu wake Pedro Gonçalves, hatua iliyokuja muda mfupi baada ya timu hiyo kupata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya KMC katika mchezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara. Uamuzi huo umeibua hisia kali kwa mashabiki wa soka, huku wengi wakibaki na maswali kuhusu sababu halisi zilizomfanya kocha huyo raia wa Ureno kuondolewa ndani ya klabu hiyo yenye historia kubwa nchini Tanzania. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na uongozi wa Yanga, klabu hiyo imeamua kusitisha mkataba wa Pedro Gonçalves kutokana na kile kilichoelezwa kuwa ni tathmini ya kiufundi iliyofanywa na viongozi wa timu hiyo kuhusu mwenendo wa kikosi katika mashindano mbalimbali ya ndani na kimataifa. Taarifa hiyo pia ilieleza kuwa aliyekuwa kocha msaidizi Sead Ramozic Moalin atachukua jukumu la kukaimu nafasi hiyo wakati taratibu za kumpata kocha mpya zikiendelea. Pedro Gonçalves alijiunga na Yanga akiwa na matarajio makubwa ya kuendeleza mafanikio ya klabu hiyo ambayo katika miaka ya hivi karibuni imekuwa ikipewa sifa kwa kutawala soka la Tanzania na kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa. Mashabiki wengi walikuwa na matumaini kuwa kocha huyo angeongeza nguvu mpya ndani ya kikosi hicho kutokana na uzoefu wake mkubwa katika soka la kimataifa pamoja na historia yake ya kufundisha timu mbalimbali. Katika msimu wa 2025-2026, Yanga ilikuwa imeendelea kuongoza msimamo wa Ligi Kuu Tanzania Bara, huku ikiwa moja ya timu zilizokuwa hazijapoteza mchezo kwa muda mrefu. Hata hivyo, pamoja na matokeo hayo mazuri kwa upande mmoja, kumekuwa na malalamiko kutoka kwa baadhi ya mashabiki kuhusu kiwango cha timu, hasa katika baadhi ya mechi za mashindano ya kimataifa, pamoja na ubora wa kikosi ukilinganisha na misimu iliyopita. Baadhi ya wachambuzi wa soka wameeleza kuwa moja ya sababu zilizoweza kuchangia kuondolewa kwake ni presha kubwa ya mashabiki wa Yanga ambao wamezoea kuona timu yao ikicheza soka la kuvutia pamoja na kupata ushindi wa kishindo. Katika baadhi ya mechi za hivi karibuni, mashabiki walionekana kutoridhishwa na mfumo wa uchezaji wa timu hiyo licha ya kuendelea kupata matokeo mazuri. Pia kumekuwa na mjadala mkubwa kuhusu usajili wa wachezaji wapya ndani ya kikosi hicho. Katika dirisha la usajili la msimu huu, Yanga ilisajili idadi kubwa ya wachezaji wapya kwa matumaini ya kuongeza nguvu kikosini. Hata hivyo, baadhi ya wachezaji hao walishindwa kuonyesha kiwango kilichotarajiwa, jambo lililosababisha lawama kuelekezwa kwa benchi la ufundi pamoja na uongozi wa usajili wa klabu hiyo. Kocha wa zamani wa Simba, Roberto Oliveira, maarufu kama Robertinho, aliwahi kueleza kuwa changamoto kubwa ya Yanga msimu huu ilikuwa katika usajili, ambapo alidai baadhi ya wachezaji waliotolewa fedha kubwa hawakuweza kuongeza ushindani wa kutosha ndani ya kikosi hicho. Kauli hiyo ilizua mjadala mkubwa, huku mashabiki wa Yanga wakigawanyika kuhusu nani hasa anapaswa kubeba lawama za kushuka kwa kiwango katika baadhi ya maeneo ya timu. Licha ya changamoto hizo, Pedro Gonçalves anaondoka akiwa ameacha rekodi ya kuitumikia Yanga katika mashindano mbalimbali ya ndani na kimataifa. Chini ya uongozi wake, timu iliendelea kuwa moja ya timu bora nchini na ilionyesha ushindani mkubwa katika michezo kadhaa muhimu ya ligi pamoja na michuano ya CAF. Hata hivyo, katika klabu kubwa kama Yanga, ambayo ina matarajio makubwa kila msimu, wakati mwingine matokeo mazuri pekee hayatoshi ikiwa mashabiki hawaoni kiwango cha soka wanachokitaraji. Mashabiki wa Yanga wameendelea kutoa maoni tofauti mitandaoni fuatia kutimuliwa kwa kocha huyo. Wapo waliounga mkono uamuzi wa uongozi, wakisema timu ilikuwa imeanza kupoteza mvuto wake uwanjani na kwamba mabadiliko yalikuwa muhimu ili kurejesha morali ya kikosi. Wengine wameeleza kuwa Pedro hakupaswa kuondolewa kwa haraka, kwani bado alikuwa na nafasi nzuri ya kuendelea kufanya maboresho ndani ya timu. Katika mitandao ya kijamii, mjadala mkubwa umeendelea kuhusu nani anastahili kuwa kocha mpya wa Yanga. Baadhi ya mashabiki wamependekeza klabu hiyo irudi kwa makocha waliowahi kuleta mafanikio hapo awali, huku wengine wakitaka kuajiriwa kwa kocha mwenye uzoefu mkubwa zaidi katika michuano ya Afrika. Majina mbalimbali ya makocha wa ndani na nje ya Tanzania yameanza kutajwa, huku uongozi wa klabu ukiendelea kuwa kimya kuhusu hatua inayofuata. Kwa upande mwingine, kutimuliwa kwa Pedro Gonçalves kunaongeza presha kubwa kwa viongozi wa Yanga kuhakikisha wanapata haraka mbadala sahihi ambaye ataweza kuendeleza ushindani wa timu hiyo katika ligi na mashindano mengine yaliyobaki. Yanga bado ina malengo makubwa ya kutetea ubingwa wa ligi pamoja na kufanya vizuri katika michuano ya CAF. Hivyo mabadiliko ya benchi la ufundi katika kipindi hiki yanaonekana kuwa na uzito mkubwa. Wachambuzi wa michezo wanaamini kuwa klabu kubwa kama Yanga zinahitaji kuwa na mipango madhubuti ya muda mrefu kuhusu benchi la ufundi ili kuepuka mabadiliko ya mara kwa mara yanayoweza kuathiri utulivu wa timu.
Wanasema kuwa mara nyingi presha kutoka kwa mashabiki pamoja na ushindani mkubwa wa soka la kisasa huwalazimisha viongozi kufanya maamuzi magumu, hata kama timu bado inaendelea kupata matokeo mazuri. Katika historia ya soka la Tanzania, Yanga imekuwa moja ya klabu zinazojulikana kuwa na mashabiki wengi na matarajio makubwa kila msimu. Hivyo kila mabadiliko yanayofanyika ndani ya klabu hiyo huwa gumzo kubwa miongoni mwa wadau wa soka nchini na hata nje ya Tanzania. Kuondoka kwa Pedro Gonçalves kunaonekana kuwa moja ya matukio makubwa ya soka kwa sasa, kutokana na namna mashabiki walivyokuwa wamejenga matumaini kwake mwanzoni mwa msimu. Kwa sasa, macho ya mashabiki wengi yanaelekezwa kwa uongozi wa Yanga kuona utaamua nini kuhusu nafasi ya ukocha. Wapo wanaotaka klabu hiyo ifanye haraka kumpata kocha mpya kabla ya mechi muhimu zijazo, huku wengine wakiamini kuwa Mwalin anaweza kupewa nafasi ya kuendelea kukinoa kikosi hicho mpaka mwisho wa msimu ikiwa ataonyesha matokeo mazuri. Kadri mjadala huo unavyoendelea, jambo moja lilo wazi ni kuwa kutimuliwa kwa Pedro Gonçalves kumeongeza moto mpya katika soka la Tanzania na kuifanya Yanga kuwa gumzo kubwa miongoni mwa mashabiki wa michezo. Wengi sasa wanasubiri kuona kama mabadiliko hayo yataisaidia timu kurejea kwenye kiwango kinachotarajiwa au kama yataongeza changamoto mpya ndani ya kikosi hicho maarufu cha wananchi.